Asifiwe. Ni langu tumaini kwamba haujambo na unaendelea barabara. Ninakukaribisha sana katika mfululizo wa juma la msisitizo wa afya na usomaji wa roho ya unabii. Ikiwa leo ni Oktoba 12 ya Novemba mwaka 2025 na leo ni siku ya pili tangu tulipoanza kujifunza somo hili kwa hapo jana. Jana tulipata kujifunza na tukaona maada inayosema mashauri juu ya chakula na ulaji. Tukaona kwamba chakula ni vile vitu vyote ambavyo vimeruhusiwa kuweza kuvitumia na kututia nguvu. Lakini pia ulaji ni ile namna vile vyakula tunavyo vitumia ama namna ambavyo tunavyo vila vyakula vile. Kwa siku ya leo tumepata bahati nyingine tena, tunaenda sasa kujifunza aina mojawapo ndani ya vile vyakula ambavyo tunapaswa kuvitumia na namna yake ya ulaji. Leo tutaenda kuzungumzia chakula aina ya wanga, ama katika lugha ya Kiingereza inaitwa carbohydrate. Mwongozaji wako ni mimi Isaac Muhandi. Basi tuombe. Mungu mwema, mtakatifu, muumba mbingu na nchi, asante kwa rehema na neema yako. Wana na binti zako tupo tayari kusikia mashauri haya juu ya afya. Tuombe utuongoze na kutufundisha. Ndilo ombi letu, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mada hii ya leo ya kuhusiana na wanga, tumepewa fungu kuu na fungu elekezi ni katika kile kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa 29, lakini pia ile Mwanzo 3 mstari wa 18. Mungu alipokuwa akiwapatia maelekezo Adam na Hawa, moja ya maneno aliyoyasema ilikuwa ni, tasoma: Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kama ilivyo kwa dunia, chanzo kikuu cha nuru sote tunajua kwamba ni mwanga, na ni mwanga wa jua. Japokuwa kunazo nuru nyinginezo ndogo ndogo kama mwezi, nyota na kadhalika, lakini sote tunafahamu kwamba jua ndiyo chanzo kikubwa cha nuru. Vivyo hivyo hata katika miili yetu sisi wanadamu, chanzo kikubwa cha nishati ama nguvu ni chakula. Na vyakula vipo vya aina nyingi. Kuna vyakula aina ya protini, aina ya fati, mafuta haya, lakini kuna wanga na vinginevyo, mboga mboga na matunda. Lakini wanga, ambayo ndo mada yetu kuu kwa siku ya leo, ndicho chakula kikuu kinachotia nishati katika miili yetu. Na wanga, kama nilivyosema awali, ni carbohydrate. Ni chakula kinachotokana na nafaka nzima, mboga mboga, matunda, vinywaji mfano maziwa na vyakula vingine ama vinywaji vingine ambavyo vimesindikwa, mfano kuna soda na kadhalika. Zote hizo ni aina ya wanga. Chakula hiki aina ya wanga kikivunjwa sasa mwilini baada ya kuwa kimeliwa, huwa kinaenda kuzalisha kitu tunaita glucose ama sukari. Hii sukari ndiyo ambayo huwa inasafiri, inaingia ndani ya damu na inasafiri. Kisha safiri inaenda katika maeneo mbalimbali. Mfano inaenda katika ubongo, inaenda pia kuchochea seli za mwili, na pia inaenda katika misuli, inakutia nguvu katika shughuli mbalimbali unazofanya. Nguvu hizo ambazo unakuwa ukizitumia zinatokana na chakula hiki aina ya wanga. Hivyo kumbe ni aina muhimu sana ndani ya miili yetu kuweza kuwepo. Ninakukaribisha tuweze kuona sasa kuna faida gani unazipata unapokula chakula aina ya wanga. Je, kama hakuna faida, basi hakuna umuhimu pia wa kuendelea kutumia. Lakini nimesema awali kwamba chanzo kikubwa cha nguvu zote tulizonazo ndani ya miili yetu inatokana na chakula hiki aina ya wanga. Hivyo faida mojawapo ambayo tunaipata kutokana na matumizi ya chakula hiki ni kwamba wanga hupatia mwili nguvu
ama ninamaanisha nishati ambayo inatumika katika shughuli mbalimbali. Lakini faida ya pili ni kwamba chakula hiki cha wanga huupatia mwili wetu joto na kuufanya kuwa imara. Lakini pia unapotumia chakula aina ya wanga hukupunguzia hatari ya kupata magonjwa ya moyo, mishipa ya damu, kisukari na matatizo mengineyo ya mmeng'enyo wa chakula. Hii ni kwa namna gani? Ni kwa namna hii hapa. Vyakula hivi vingi aina ya wanga, vile hasa vitokanavyo na nafaka nzima, mfano mahindi yasiyokobolewa na vingine, huwa vinakuwa na virutubishi ambavyo pamoja na makapi ambayo yanasaidia kufyonza baadhi ya sukari ambayo haihitajiki ndani ya mwili, na hivyo kukufanya kuwa salama kwa sababu ya yale magamba yake. Lakini pia faida nyingine tunayoipata kutokana na vyakula hivi ni ile nishati ya mwili ambayo huchukua jukumu muhimu katika utendaji wa ubongo, upumuaji, kazi za moyo. Unapotembea ni kwa sababu ya hiki chakula. Lakini mijongeo mbalimbali, ukicheka, nguvu unayoipata inayokuwezesha kucheka ni chakula cha wanga. Lakini shughuli zote, unapoenda kufanya mazoezi, nguvu ya kwanza kabisa unayoitumia inatokana na wanga. Lakini pia na afya kwa ujumla. Kwa hiyo wanga ni chakula muhimu sana ndani ya miili yetu. Sasa kama ni hivyo, vyakula hivi aina ya wanga, vyanzo vyake ni wapi? Ama tunaweza tukala vyakula vipi ili kusudi ndani yake tuweze kupata kitu kinachoitwa wanga? Kwa urahisi sana ni kwamba chakula aina ya wanga huweza kupatikana kwa asili katika vyakula vitokanavyo na mimea, lakini pia huweza kupatikana kwa kuongezwa kwenye vyakula vilivyosindikwa. Kwa kumbe kuna baadhi ya vyakula ambavyo vimesindikwa, lakini ndani vimeweza kuongezewa baadhi ya virutubishi, hivyo vinakuwa na uwezo wa kuongeza nguvu. Na kwa namna hiyo sasa tunajikita katika aina mbili. Kwa kuna aina mbili hivi vyakula vya wanga, na aina ya kwanza ni wanga rahisi. Ninaposema wanga rahisi, ni mfano wake ni vyakula mfano kama asali, vyakula kama vile sukari ya mezani, soda, pipi na vinywaji vinginevyo ambavyo huwa vinaongeza nguvu kwa haraka. Kwa nini tunaita ni wanga rahisi? Inaitwa wanga rahisi kwa sababu hupandisha ama ina uwezo wa kupandisha sukari ndani ya damu kwa uharaka sana, na kile kiwango chake ndani ya damu kinaweza kutumika, ama ile nguvu yake inaweza kutumika ndani ya muda mfupi tu, kisha ikaweza kuisha. Ndio maana tunasema ni sukari rahisi, hivyo haidumu. Kwa hiyo unavotumia vyakula kama hivi, mfano hiyo sukari na kadhalika, unapata tu nguvu ya muda mfupi. Ndio maana tunasema ni wanga rahisi. Unaweza kutumia pia mfano wakati wa mazoezi, umetoka kufanya mazoezi. Wengine pia huwa wanatumia mfano glucose, ile wanayoramba wakimbia riadha, wanariadha, pia ni aina mojawapo ya wanga rahisi. Lakini kuna aina ya pili sasa ya wanga ambayo tunaita wanga changamano. Hii ni wanga pamoja na nyuzi, ama kwa lugha ya Kiingereza inaitwa complex carbohydrate. Aina hii ya wanga unaweza kuipata katika nafaka mfano kama vile mahindi ambayo hayajakobolewa, ukisaga unga wake. Kuna kunde, kuna mihogo, kuna mboga za wanga. Mnielewe kidogo, kuna kitu kinaitwa mboga za wanga. Ninapozungumzia mboga za wanga namaanisha viazi mviringo, mihogo, viazi vikuu, magimbi na viazi vitamu. Hiyo ndo aina ya mboga za wanga. Lakini pia hii hapa wanga changamano unaweza kuipata katika vyakula hivyo vingine vyenye nyuzi. Na jamii ya mikunde ni kama maharagwe na vyakula vingine. Sasa tuangalie mifano ya vyakula vya wanga. Maana nimetaja makundi mawili. Nimesema kwamba kuna wanga rahisi na kuna wanga changamano.
Wanga rahisi ni ile inayokutia nguvu kwa uharaka, lakini pia nguvu yake inaisha ndani ya muda mfupi. Lakini wanga ambayo ni changamano ama complex yenyewe inakuwa na uwezo wa kuwezesha mwili wako kukaa na nishati ya nguvu kwa muda mrefu. Mfano, unapokuwa umekula ugali utokanao na dona mahindi ambayo hayajakobolewa, na maanisha nishati inayozalishwa na chakula hiki ina uwezo wa kukaa ndani ya mwili kwa muda mrefu. Kwa nini inakaa kwa muda mrefu? Ni kwa sababu ule mchakato wake wa kuvunjwa kile chakula huwa unatendeka taratibu, na ule utaratibu wake unawezesha mwili wako sasa kuweza au kile chakula kukaa kwa muda mrefu. Na kile kitendo cha kukaa kwa muda mrefu ndani ya mwili ndivyo ambavyo mwili wako unajisikia kuwa umeshiba, hivyo kutokuhitaji kula vyakula vingine vingi. Hiyo ndo aina ya wanga changamano. Sasa nimeshazungumzia kuhusiana na hivyo vitu vyote. Mfano wa hivi vyakula sasa vya wanga, mtu mmoja anaweza akauliza, labda nitumie vyakula aina gani ambavyo vinaweza kuniwezesha kupata wanga kwa urahisi? Vyakula vifuatavyo vini vyanzo vikubwa vya aina hii ya chakula ambayo ni wanga. Kuna nafaka. Napozungumzia nafaka, mfano mchele, kuna mahindi, ngano, shayiri, uwele, mtama, ulezi na vyakula vinginevyo vingi ambavyo unaweza kuviweka katika nafaka. Lakini pia kuna mboga za wanga, nilikwisha kusema hapo awali. Kuna viazi mviringo, kuna mihogo, viazi vikuu, magimbi na viazi vitamu. Aina nyingine ni wanga jamii ya kunde. Wanga jamii ya kunde imebeba maharage, dengu humo ndani zimo, kuna njegele, kuna njugumawe, kuna mbaazi, choroko, kunde na zinginezo. Lakini pia kuna matunda ambayo yana chanzo kikubwa cha wanga ama yana wanga ndani yake. Mfano, kuna ndizi, kuna maembe, nanasi, tufaha na maanisha apple, kuna machungwa, zabibu. Haya pia yana sukari iitwayo fructose. Na tukumbuke tu kwamba wanga inapoliwa, inapomaliza kumeng'enywa, zao lake ama kitu ambacho huwa kinaenda kutengenezwa, end product, ni glucose. Na hii glucose ndio ambayo huwa inaenda kutia nguvu ndani ya mwili, na wewe unakuwa na uwezo wa kufanya kazi zako. Lakini pia chakula kingine ambacho unaweza kutumia ukakuta ndani yake kuna wanga ni maziwa. Maziwa yana lactose ama sukari asilia. Hivyo ukitumia maziwa unakuwa umepata energy ama nguvu. Lakini pia kuna sukari zilizoongezwa. Tuelewane, ninaposema sukari zilizoongezwa ninamaanisha vyakula ama vinywaji vilivyosindikwa kiwandani. Kwa maana hiyo, baada ya kutengenezwa vinawekewa wanga ndani yake ili kusudi viweze kuzalisha nishati. Mfano, kuna vinywaji kama vile soda, kuna cake, kuna biskuti, peremende na maanisha pipi, kuna kashata. Lakini hiki ni chanzo kidogo kiafya. Kwa vyakula kama hivi kiafya kwa kweli havileti nguvu inayotakikana. Hata matumizi yake, tumia kidogo sana. Kama ikiwezekana usitumie kabisa. Kwa kama inawezekana fanya hivyo. Lakini pia wanga utaikuta katika miwa. Miwa inaleta sukari asilia iitwayo sucrose. Hivyo unapotumia mua unapata aina ya wanga. Na mwisho pia ni asali. Asali ni wanga rahisi. Kwa kama mtu ana njaa, hajala kwa muda mrefu na anahitaji apate nguvu ya haraka, anaweza karamba asali na akapata nguvu. Ndani ya asali kuna fructose 38% na glucose 31%. Ni rahisi kufyonzwa mwilini, hivyo inatumika ndani ya muda mfupi sana. Baada ya kujifunza hayo yote na tumeona sasa vyakula aina ya wanga na mambo mengineyo, sasa nije nikulete katika jambo moja. Je, mlo wako kwa siku unapaswa uwaje kuhusiana na wanga? Yaani kwenye msosi ama kwenye plate ambayo unakuwa umeiweka mezani, ndani ya ile plate pawepo na chakula aina ya wanga kwa kiasi gani, ama ule kwa kiasi gani ili kusudi mwili walau
urizike ama ufate zile kanuni za kiafya zinazotakiwa kupatiwa, zinazotakikana na mwili kusudi mwili uendelee kukua ukiwa na afya iliyo njema. Sasa ninakuleta katika mlo huo ambao unatakiwa, miongozo ya vyakula vya wanga. Cha kwanza, kitu cha kuzingatia ndani ya plate yako ya chakula kwa siku, inatakiwa uangalie uwiano wa ulaji wako. Uwiano na maanisha wanga unapaswa kutoa 45 hadi 65 ya chakula chote kila ambacho kipo ndani ya plate. Kwa ni 45 hadi 65 ya nishati ya kila siku. Hii ni kulingana na WHO au FAO na miongozo mingine ya lishe duniani. Kwa hiyo kwa siku wanga inatakiwa izalishe nishati kwa 45 hadi 65. Lakini pia hakikisha unachagua wanga changamano ama tunasema complex carbohydrate. Kwa kumbe chanzo kikubwa cha wanga ambacho kwa siku inapaswa utumie, basi pendelea kutumia nafaka nzima, mfano kunde, mboga za majani, matunda, kuliko kutumia vyakula vilivyokobolewa au sukari. Kwa kuliko utumie sembe, kuliko utumie soda, kuliko utumie biskuti, basi pendelea kutumia nafaka nzima, mfano mahindi. Kama ni unga basi uwe ni unga wa dona. Kama ni jamii ya mikunde basi ni dengu ama maharage na vinginevyo vingi ambavyo nimeshavitaja hapo awali. Kingine cha kuzingatia ndani ya plate yako ama ndani ya sahani yako ya chakula kwa siku, hakikisha unapunguza sukari iliyoongezwa. Nimewaambieni hapo awali kwenye mfano wa vyakula vya wanga nikataja kuna vile vyakula ambavyo vina sukari iliyoongezwa. Nafikiri tulielewana. Kwa hiyo ukipunguza ulaji wa sukari iliyoongezwa ikawa chini ya 10% ya wanga za kila siku, basi hapo utakuwa umepata manufaa zaidi kiafya. Kwa punguza kula biskuti, punguza kunywa soda, punguza kutumia keki, punguza kula kashata, walau hata kama ukitumia basi isizidi iwe chini ya 10% ya wanga yote ambayo umeitumia kwa siku husika. Lakini kingine ndani ya sahani yako ya chakula kwa siku hiyo, hakikisha unajumuisha vyakula vyenye nyuzi. Kwa mfano lenga walau gramu 25 hadi 35 ya nyuzi ambayo inilishe kwa hiyo siku. Lakini pia panga ulaji wa chakula kwa vipindi. Hakikisha unakula wanga katika milo yote ili kudumisha sukari ya damu. Badala ya kula kiasi kikubwa kwa wakati mmoja, unakuta mtu ameweka ugali mkubwa kwa wakati mmoja. Kuliko ule hivyo, basi hakikisha unakula portion kidogo kwa wakati. Kama unakula mara 3 basi haina shida. Hakikisha kwenye kila mlo una chanzo kimoja wapo cha wanga kinakuwepo, kuliko kula kujifukiza chakula kingi kwa wakati mmoja. Lakini pia zingatia kiasi unachokula. Ulaji mwingi wa wanga hasa kutoka kwenye vyanzo vilivyokobolewa unaweza kusababisha kupata uzito na matatizo mengine ya kimetabolic. Unakuta mtu ana uzito uliozidi. Na kingine kwenye msosi wako wa hiyo siku, basi hakikisha unakunywa maji ya kutosha. Maana vyakula vya wanga vyenye nyuzi hufanya kazi vizuri sana endapo vikiwa na maji ya kutosha. Hello, Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuje tuangalie, je, ni kiasi gani cha wanga sasa ukitumie kwa siku husika? Kiasi, je, utumie labda gramu ngapi inashauriwa ili kusudi uendelee kuwa na afya? Jibu ni rahisi sana. Inategemeana na mtu anafanya kazi gani. Kuna wale watu wanaofanya kazi nzito na kuna wale watu wanaofanya kazi za kawaida za kukaa sana, tunaita sedentary work, na kuna wengine wanaofanya hizo kazi zingine ambazo zinawahitaji watumie nguvu. Kwa watu hawa wanahitajika wale kwa tofauti. Yule anayefanya kazi ngumu, basi wanga iwe nyingi zaidi, maana wanga ni chanzo cha nguvu. Na yule ambaye hafanyi kazi kwa kutumia nguvu sana, basi wanga yake iwe kiasi kidogo. Hicho kiasi kidogo ni kiasi gani? Ama hicho kiasi kingi ni kiasi gani? Fuatana nami na usikilize kwa makini.
Kipimo kimoja ni sawa na kikombe cha robo lita. Yaani kipimo kimoja ni sawa na kikombe kimoja cha robo lita ama milimita 250. Ama waweza kutumia ngumi ya mkono wako au gramu 145 za chakula kilichopikwa ndani ya mlo mmoja. Tuelewane vizuri kwa hapa. Ninamaanisha kwamba kwa siku moja walau tumia wanga kikombe kimoja cha robo lita, kile ambao huwa tunasema robo. Kama ni mchere basi pima kikombe kimoja kwa mtu mmoja, na hiyo portion iliwe mara 4 kwa siku, mara 4. Kwa kama ni mara 4, kwa hiyo haipaswi kuliwa kwa wakati mmoja. Kwa kama ni portion, kama utakula labda kwa asubuhi kiasi, mchana labda kiasi, jioni na usiku, inategemeana, lakini kwa warau igawanyishwe mara 4 kwa mtu mmoja. Ama kiasi cha chakula kile iwe ni ngumi moja ya chakula kile ambacho kimepikwa. Kwa kama ni wali basi iwe ni ukubwa wa ngumi yako moja. Iwe ni wanga ndani ya plate yako hiyo ya chakula. Lakini kama unafanya kazi ngumu basi waweza kuongeza kutegemeana na kazi hiyo. Tumeelewana? Kama kuna swali pia waweza kuuliza na majibu yataweza kutolewa na ukaweza kujifunza zaidi. Na kingine sasa ni hiki hapa, na kwamba kula aina tofauti tofauti sasa za nafaka, mizizi yenye wanga na ndizi za kupikwa kila siku ili kupata lishe iliyo bora. Ukiachana na hivyo, hakikisha unafurahia kutafuna vyakula. Kwa usitumie wanga ambayo labda imesagwa. Kuna wengine wanapendelea kutumia juisi ambayo imetengenezwa kwa vyakula vya wanga. Sio vibaya, lakini ukitafuna ukitumia vile vyakula ambavyo ni vigumu kwa kutafuna, vinakuwa na faida zaidi. Mfano mahindi ya kuchoma, ya kuchemsha, ukala makande, ukala viazi vitamu ambavyo ni vibichi. Kuna mihogo mibichi ya kutafuna, mfano Kariakoo kuna kina mama wengi wanauza. Unaweza kutumia pia, hiyo ni mizuri sana kwa afya yako. Lakini pia tumia vyakula vya unga wa mahindi au ngano ambavyo havijakobolewa. Lakini ikitokea vimekobolewa, hakikisha vio vimeongezewa virutubishi badala ya bidhaa ambazo hazijaongezewa virutubishi kama vile sembe, ngano nyeupe na kadhalika. Kumbuka kwamba baada ya kukobolewa vyakula hivi aina ya wanga huwa nyuzi zake wakati mwingine zinaondolewa na virutubishi vingine hupotea. Tunaelewana Na kingine, hakikisha ulaji wa nafaka ama chakula kilichochafuliwa na sumkavu husababisha madhara ya kiafya. Hivyo sitisha kutumia vyakula vya aina hiyo. Hakikisha chakula chako unachotumia ni kisafi na wala hakijaharibiwa na sumkavu. Kabla ya kutumia chakula cha wanga, hakikisha unakuwa umekichunguza vizuri na umekisafisha. Kama kuna nafaka ambazo labda zimeharibiwa na kuwa na rangi, basi zitoe, chambua vizuri na uhakikishe kile chakula kinakuwa kizuri zaidi na kiwe kinafaa kutumiwa. Sasa tuje tuangalie maelekezo ya dozi. Kwamba ninaposema dozi namaanisha kiasi ama kiwango cha sukari kiongezwacho kila tu baada ulapo aina hii ya chakula cha wanga. Kwa sababu nimesema, kwa mfano kuna mtu anaweza kuwa yupo katika mashindano ya riadha na akawa amechoka ama ameishiwa nguvu. Huwa kuna vyakula fulani ambavyo wanapatiwa. Wengine wanaweza kupatiwa ndizi, wengine wanaweza kupatiwa glucose, wengine wanaweza kupatiwa asali na kadhalika, si hivyo? Lakini kuna wengine ambao mfano wanafanya kazi ngumu, wanaenda kulima, kuna vyakula fulani huwa vinaliwa. Vyakula hivi haviliwi kwa bahati mbaya, ama wanariadha hawa wapewi vyakula hivyo ama vinywaji hivyo kwa bahati mbaya, isipokuwa ni kwa sababu hii hapa. Kuna kitu kimoja kinatumika kupimia wanga. Ninamaanisha kitu hicho ni kipimo kinachotumika kuonesha kasi ambayo chakula chenye wanga hubadilishwa kuwa sukari ama glucose kwenye damu mara baada tu ya kuliwa. Yaani pindi unapokula muhogo, je, ule muhogo unatumia muda gani hadi ubadilishwe
kuja kuwa nguvu na ile nguvu itumike ndani ya mwili wako? Ndicho ninachokiongelea. Kwa kumbe kuna vyakula vya wanga ambavyo vinatumia muda mrefu, vinachukua processing ndefu hadi kuja kufanyika kuwa nguvu. Lakini kuna vingine vinatumia muda mfupi. Na muda sasa huo, either mrefu ama mfupi, kipimio kinachotumika sasa kuangalia hicho kiwango cha sukari kinachoongezwa kinaitwa glycemic index. Glycemic index ama GI ni namba ambayo huwa wanaireti ama wanaipanga kuanzia namba 1 hadi 100. Kwa inamaanisha kumbe kuanzia namba fulani kuendelea juu ni kiwango cha juu ambacho chakula aina fulani ya wanga kinatolewa, lakini kuanzia 55 kushuka chini labda ni kiwango cha chini. Kwa kawaida tuna glycemic index aina 3. Aina ya kwanza ni vile vyakula vyenye GI au glycemic index ya juu. Ninaposema GI ya juu ninamaanisha yani hicho chakula kikitumika ndani ya muda mfupi sana, basi nguvu inakuwa imeshatolewa. Inamaanisha mfano kuna mkate mweupe, kuna mchele, kuna viazi mviringo vile ambavyo vimesagwa na kadhalika. Yaani ukivitumia tu ndani ya muda mfupi, mfano vinywaji hivyo kama soda, ukiatumia tu nguvu yake inakuja papo kwa papo. Lakini kuna vyakula vyenye GI ya wastani au glycemic index ya wastani ambayo yenyewe inaanzia 56 hadi 65. Lakini vile vyakula vya kwanza ambavyo nimevitaja vyenye GI ya juu ni vile ambavyo glycemic index yake inaanzia 70 na kuendelea, kwa 70 hadi 100. Lakini vile vya glycemic index ya chini ama tunaita low GI yenyewe ni chini ya 55. Sasa sikiliza kwa uzuri ili kusudi uweze kuelewa aina ya chakula ambacho unapaswa kukila kulingana na wakati, kazi unayoifanya, lakini pia hali yako ya tumbo ilivyo. Mfano hivyo vyakula vyenye glycemic index ya juu ambavyo kiwango cha uongezekaji wa sukari kwenye damu kipo juu sana, vyakula hivyo waweza yani aina hiyo ya vyakula ambavyo vinaongeza nguvu kwa haraka sana. Mfano kuna mkate mweupe, kuna mchele mweupe hasa ule mfupi, wengine wanaita wali ya hasa ule mfupi. Lakini kuna viazi mviringo vile ambavyo vimesagwa ama kuokwa, vile viazi pia huwa vinaongeza nguvu kwa haraka sana. Kuna nafaka za kifungua kinywa mfano kama uji na ugali wa sembe, vile vyakula vinaongeza nguvu kwa haraka sana, hivyo vina GI ya juu. Lakini kuna vinywaji vyenye sukari, mfano soda, asali, juisi za viwandani hivi, mfano juisi za Bakresa, za Mo, hizo ukinywa kwa haraka sana nguvu unakuwa umepata. Na kuna miwa pale, kuna matunda na energy drinks zingine unazozifahamu. Zinaitwa energy drinks kwa sababu ukitupia tukiweka kinywaji ndani ya mdomo, mara baada ya muda mfupi basi unakuwa umejiongezea nguvu. Kwa hiyo zina GI ya juu ama uwezo wake wa kubadilishwa kuwa sukari ni kwa haraka sana. Lakini pia kuna keki, mfano kitumia keki, mikate mitamu, peremende na maanisha pipi. Vyakula hivyo vinaongeza nguvu kwa haraka sana. Kwa hiyo kama unakuwa kwenye hali ya uhitaji wa nguvu kwa haraka, labda ulikuwa unakimbia ukawa unahitaji nguvu kwa haraka, basi tumia aina mojawapo ya vyakula hivyo vilivyopo hapo juu ambavyo nimevitaja. Sasa kuna vyakula ambavyo GI yake au glycemic index yake ni ya wastani, ile kuanzia 56 hadi 69. Vyakula hivi vyenyewe kiwango cha wastani wa uongezekaji wa sukari ni wa taratibu na husababisha sukari kupanda kwenye damu kwa wastani. Kwa hiyo ukila ile kiwango cha sukari kinachopanda ndani ya damu inakuwa ni kwa wastani. Vya aina ya vyakula vyenye kiwango cha GI ya wastani, mfano ni mchele wa kahawia. Naposema mchele wa kahawia, wengi wamezoea kusema brown rice. Kwa hiyo watu wanaotumia brown rice basi wenyewe wanakuwa katika hali ya kuongezeka kwa nguvu ama nishati ndani ya miili yao kwa wastani ama kwa taratibu. Nikirudi kwa pale juu, vile vyakula vyenye GI ya juu haishauriwi sana kutumika kwa watu ambao wana matatizo ya
sukari ama ugonjwa wa sukari. Kwa sababu nimesema kwamba ukivitumia vyakula hivi vinaenda kupandisha kiwango cha sukari kwa haraka, na pia kiwango cha sukari kitashuka kwa haraka. Sisi tunaelewa na tuelewane kwa hapo. Kwa hiyo inapanda kwa haraka lakini pia inashuka kwa haraka. Na hivyo humfanya mtu kujisikia njaa kwa haraka na kupelekea kula mara kwa mara. Kwa watu wanaotumia mfano ugali wa sembe, atakula baada ya muda tena anahitaji kula, kwa sababu vyakula kama vile ule mchakato wake wa umeng'nywaji unatokea kwa haraka sana. Hivyo na nguvu yake pia inatumika ndani ya muda mfupi inaisha. Na hivyo sasa inakuwa sio vyakula vizuri sana kutumika, hasa kwa watu wanaofanya kazi kwa muda mrefu na ambao pia wanategemea nguvu sana kufanya kazi. Nije niseme vyakula, aina pia ya vyakula ambavyo sasa vina GI, glycemic index ya chini ama ni ile chini ya 55. Vyakula hivi vyenyewe sifa yake ni kwamba huchakatwa polepole. Yaani ukishakula ile process ama mchakato wa kumeng'enywa unaenda taratibu, na hivyo sasa sukari inayoongezwa ndani ya damu huwa inaongezwa taratibu. Na vyakula hivi pia wanashauriwa hata kutumia watu wenye shida ya kisukari, kwa sababu hata akitumia hakuna ile hali ya kuongezeka kwa haraka sana kwa sukari, ama tunaita sugar spikes. Na vyakula hivi sasa ambavyo ninavizungumzia huweza kudumu tumboni kwa muda mrefu kwa sababu ya mchakato wake wa mmeng'enywaji ni wa taratibu, lakini pia vyakula hivi hutoa nguvu yake pole. Hivyo mtu akila anakuwa na nguvu kwa muda mrefu. Halikadhalika pia husaidia kushiba. Yaani mtu ukishakula unajihisi kushiba kwa muda mrefu. Na kama umeshiba kwa muda mrefu, hivyo inadhibiti kuongezeka kwa sukari ndani ya damu, ambapo kunamfanya mtu asijisikie kula mara kwa mara. Hivyo kama unahitaji kuwa na tabia ya kutokula mara kwa mara, basi pendelea kutumia vyakula aina ya wanga ambavyo ni vyenye GI ama glycemic index ya chini. Na vyakula hivi ni vipi? Vyakula hivi vyenye GI ya chini ni nafaka kamili. Ninaposema nafaka kamili na maanisha vyakula mfano shayiri, mtama, ngano, ulezi na kadhalika. Lakini pia kuna mikunde. Ninaposema mikunde kuna maharage, kuna dengu, njegere, kunde na kadhalika. Kuna viazi vitamu, kuna magimbi, kuna viazi vikuu. Utapata vyakula hivi. Lakini kuna matunda mengi sana. Mfano kuna maapuro, kuna mapera, matunda jamii ya berry, kuna machungwa, kuna parachichi na mengineyo. Lakini pia kuna mboga zisizo na wanga mwingi. Mfano kuna broccoli, kuna spinach na nyanya pia waweza kutumia. Kuna bidhaa za maziwa yenyewe na mtindi pia waweza kutumia. Na mwisho ni jamii ya karanga na mbegu. Yaani karanga, kuna rozi, kuna korosho, kuna macadamia, kuna mbegu za mboga na kadhalika. Kwa ukitumia vitu hivi vinakuwa na afya nzuri kwako na sukari haiongezeki kwa haraka sana kama ambavyo nimesema hapo awali. Sasa kuna faida zipi za kula vyakula vyenye sukari vyenye kiwango cha chini cha uongezekaji wa sukari ama low GI? Cha kwanza, hudhibiti sukari ya damu, kwa sababu hupunguza kupanda na kushuka ghafla kwa sukari ya damu, jambo linalosaidia sana kwa wagonjwa wa kisukari. Lakini pia huongeza hisia ya kushiba kwa muda mrefu, hivyo mtu anakaa kwa muda mrefu pasipo kuhitaji kula sana. Pia hudhibiti uzito, hivyo mtu anakuwa na uzito wa kawaida, na huboresha afya ya mshipa ya damu. Halikadhalika huongeza nguvu endelevu na faida zinginezo. Na mfano hivyo vyakula maharage, dengu, viazi vitamu, shayiri, nafaka kamili, mboga na matunda kama maapuro, mapela na mengineyo waweza kutumia na afya yako ikawa bora sana. Hivyo sasa tuje tuangalie, je, kuna hasara yoyote ambayo mtu anaweza kuipata asipotumia vyakula aina ya wanga, ama hakuna hasara?
Kama hakuna hasara, basi ni vizuri kutokutumia. Lakini kuna hasara. Kwa hiyo kama kuna hasara, basi ni vizuri ndani ya chakula chako kwa hiyo siku lazima uweke wanga. Usije ukaepuka vyakula hivi kwa sababu utajiletea matatizo. Na matatizo hayo ni yapi? Matatizo hayo ni utapiamlo. Utapiamlo huo huitwa utapiamlo wa nishati ama energy malnutrition. Ni upungufu wake ama ulaji usio wa kutosha husababisha matatizo yafuatayo. Mfano, kuna matokeo ya ukosefu wa wanga ama nishati. Mwili huanza kutumia mafuta na protini kama chanzo mbadala wa nishati. Yaani kama wanga ikikosekana ndani ya mwili, basi mwili utabidi sasa uanze kuvunja mafuta ama kuvunja protini ili kusudi kupata nishati. Lakini kumbuka kila aina moja ya chakula ndani ya mwili hufanya kazi tofauti, na wanga inapokuwa imekosekana, kwa hiyo unakuwa unauathiri mwili. Kingine, kuna magonjwa ya utapiamlo wa nishati. Mfano, kuna unyafuzi ama kwa kitaalamu tunaita marasmus. Marasmus husababishwa na upungufu mkubwa wa nishati na virutubishi vyote, na huonekana sana kwa watoto wenye mwili mwembamba sana ama ngozi kufunika mifupa. Lakini pia mtoto mwenye hii shida ukimwangalia utakuta macho yake yameingia ndani sana, lakini muda wote anakuwa ni mchovu. Inamaanisha hana nishati ndani ya mwili. Kingine pia, usipopata vyakula vya wanga utapata kitu kinachoitwa hypoglycemia. Hypoglycemia ni kiwango cha chini cha sukari. Kwa watu wazima au watoto, ukosefu wa ulaji wa wanga unaweza kushusha sukari mwilini na kusababisha kizunguzungu, kuchanganyikiwa, kupoteza fahamu au wakati mwingine hata kifo kitokanacho na njaa. Athari kwa makundi maalum. Sasa makundi maalum ni yapi? Makundi maalum, mfano kuna watoto na watu wazima. Lakini pia kuna watu ambao wanakuwa na uzito uliokithiri. Kwa watu wenye uzito uliokithiri na unene kupita kiasi, wanaweza kupatwa na magonjwa yasiyoambukizwa sababu ya utumiaji wa hivi vyakula vya wanga. Kwa watoto nini kinatokea? Kwa watoto huwa wanapatwa na shida ya kuchelewa kukua, lakini pia kupoteza hamu ya kula, kinga mwili hushuka, na hivyo inakuwa ni rahisi wao kushambuliwa na magonjwa. Hivyo unakuta mtoto muda wote anaugua, mtoto muda wote anakuwa katika hali ya ugonjwa na anashindwa kufurahia maisha. Kama ni hivyo, basi tufanye nini? Inabidi tufanye kinga mlo. Kinga mlo ni nini? Kwamba inatakiwa tule vyakula vya wanga kwa kiwango kinachoshauriwa na wataalamu wa afya, lakini pia vikichanganywa na makundi mengine ya chakula. Sio kwamba utumie wanga peke yake, changanya na protini, mafuta, vitamini na madini mengine ili kutoa mlo ulio kamili. Wanga peke yake sio mlo ulio kamili. Kwa hiyo kichanganywa na vyakula vingine inaleta mlo ulio kamili. Lakini nambari 2, hakikisha unatumia nafaka zisizokobolewa. Tunaita whole grains. Hakikisha kama unapika ugali, basi tumia unga ambao unatokana na nafaka isiyokobolewa. Lakini pia hakikisha mizizi na matunda yenye wanga unatumia kwa wingi wake ili kusudi kuweza kupata afya iliyo bora. Kuna dhana potofu fulani kuhusiana na vyakula vya wanga ambayo imezuka sana mtaani, na watu wengi pia wamekuwa wakihoji kuhusiana na dhana hiyo. Leo kunayo majibu yake. Mfano wa dhana mojawapo ni hii hapa, kwamba wanga unakufanya unenepe. Watu wanasema kwamba ukiwa unatumia vyakula vingi vya wanga sana unanenepa. Hivyo watu hawahitaji miili, wanahitaji kubaki simple. Wanaepuka vyakula vya wanga ili kusudi kuepuka kunenepa. Jambo hili, je, lina ukweli ama hakuna ukweli? Ni kwamba uzito unatokana na kula wanga zaidi kuliko unavyochomwa, na si kutokana na kwenye wanga peke yake. Yaani kutumia chakula cha wanga peke yake sio shida, ila shida ni pale unapotumia kiwango cha wanga kikubwa kupita kiasi kuliko kile kinachotakikana ndani ya mwili. Hivyo kumbe wanga peke yake sio shida. Lakini pia wanga kamili kama vile mchele wa kahawia au brown rice, shairi, matunda na kunde, kwa kweli husaidia kudhibiti uzito wala sio kuongeza uzito. Kwa kumbe watu wanaonenepa sana ni kutokana kwamba wanakula wanga nyingi kupita kiasi, lakini pia wanatumia vyakula labda vilivyokobolewa pia, na hawazingatii kanuni ya kiwango kinachotakiwa.
Dhana nyingine potofu ambayo watu wengi wamekuwa wakihoji ni kwamba wanga zote ni mbaya kwako. Yaani iwe pipi, iwe soda ni mbaya, ni mbaya, iwe mahindi ya kawaida ambayo hayajakobolewa ni mabaya, pia keki ni mbaya. Jibu sahihi ni kwamba sio kweli kama wanga zote ni mbaya kwako, ila wanga zile ambazo zimeongezwa ama zile ambazo zimesindikwa walau zenyewe ndo zina athari. Ila kuna wanga zingine ambazo vyakula vya wanga ambavyo ni vizuri sana ndani ya mwili wako, hata ambavyo havina athari, lakini athari inatokana na wewe kuvitumia kusikofaa, aidha kwa kuzidisha ama kwa kupunguza. Maana tumesema wanga ndio chanzo kikuu cha nishati ndani ya mwili. Kwa tofauti kuu ni kati ya wanga uliokobolewa. Mfano wanga uliokobolewa ni kwenye mkate mweupe, kwenye sembe, keki, soda na kadhalika. Lakini pia wanga changamano ama complex carbohydrate, nafaka nzima, mboga mboga na matunda na kadhalika. Kwa hizi za mwisho za nafaka, mboga mboga zenyewe hutoa nyuzi nyuzi, vitamini na nishati nzuri ambayo huwa inaenda kudhibiti ama kufanya udhibiti wa baadhi ya michakato ndani ya mwili, na hivyo kusababisha mwili wako kuwa vizuri. Kwa sio kweli kuwa wanga zote ni mbaya ndani ya mwili. Kwa kuna wanga ambazo zingine ni nzuri kabisa. Lakini kuna dhana nyingine potofu inayotokana na ulaji. Wanasema kwamba ulaji wa wanga kidogo ndiyo njia pekee ya kuwa na afya. Yaani unakuta mtu anakula kidogo sana, kidogo tu, anakuambia tunakula kiafya. Sasa unakuta mtu huyo anapitia shida ya kupungukiwa na kinishati ndani ya mwili kwa sababu anachukua kiwango kidogo cha wanga. Je, kuna ukweli ndani yake? Ni kwamba ulaji wa wanga kidogo unaweza kusaidia watu wengine kwa muda mfupi. Kuna watu ambao wanaweza kusaidiwa, mfano ambao walikuwa na uzito wa kupita kiasi, wanaweza kupunguza uzito wao kwa kutumia wanga kidogo. Lakini afya ya muda mrefu ya mtu inategemea lishe bora. Kwa watu wanaoishi maisha marefu na yenye afya nzuri kama vile maeneo ya ukanda wa blue, yani watu ambao wana vyakula vingi vya nafaka na kadhalika, hula wanga mwingi usiokobolewa, na kama vile maharage, mahindi, viazi vitamu na kadhalika na nafaka zingine nzima, huwa wanakuwa na afya nzuri na wanaishi kwa muda mrefu kilinganisha na watu ambao wanatumia nafaka mawanga ambazo zimekobolewa. Kuna kitu kingine pia ama dhana potofu nyingine kuwa wanga husababisha ugonjwa wa kisukari. Je, ni kweli tu ulaji wa wanga ndio husababisha ugonjwa wa kisukari? Jibu ni kuwa kula wanga hakusababishi moja kwa moja kupata ugonjwa wa kisukari. Sikiliza, hausababishi moja kwa moja, lakini kuna sababu pia wanga inaweza kusababisha, ila sio moja kwa moja. Sababu zake ni kwamba ni matumizi ya wanga mara kwa mara uliokobolewa na sukari iliyoongezwa yanaweza kuongeza hatari ya upinzani wa insulin. Insulin ni homoni ambayo inatumika kudhibiti kiwango cha sukari kupanda ndani ya mwili. Kwa hiyo ukitumia vyakula ambavyo vimeongezewa virutubishi na vingine vinaweza vikaleta shida. Na dhana nyingine ya mwisho ni kwamba unapaswa kupunguza wanga ili kujenga misuli. Je, kuna ukweli ndani yake? Ukweli ni kwamba wanga ni muhimu kwa ukuaji wa misuli na kupona. Hivyo hurejesha tena akiba ya wanga ama tunaita glycogen uliotumika na kuruhusu utendaji bora wakati wa mazoezi. Wanariadha na watu wanaofanya kazi wanahitaji wanga kwa ajili ya nguvu na ustahimilivu. Kwa hiyo sio kweli kwamba unapaswa kupunguza wanga ili kujenga misuli. Kwa hiyo uwe na wanga ya kutosha ili kusudi kujenga misuli. Na dhana ya mwisho potofu ni kuwa kuchanganya aina mbalimbali za nafaka. Mfano unakuta mtu ameweka mahindi humo, ameweka ngano, ameweka mtama, ameweka ulezi, ameweka mchele akachanganya na anasema kwamba hapa ndo nimetengeneza kitu murwa, kitu mwake ambacho kitakuwa na nguvu ya kutosha. Je, kuna msaada wote wa kutumia unga wa aina hii ambao umechanganywa vitu hivi vingi sana? Ukweli ni kwamba nafaka zote zina zao lake la mwisho ni sukari. Yaani zile nafaka zote za wanga zote kama ni mahindi ni zao lake la mwisho ni sukari. Hivyo kwa ushauri ni kuwa tumia aina mbalimbali za nafaka nzima zisizokobolewa kwa nyakati tofauti kuliko kuchanganya kwa wakati mmoja. Kwa kama unahitaji kutumia unga wa mahindi, tumia kwa wakati mmoja. Na kama utachanganya basi iwe kwa ushauri maalum ambao utakuwa umeshauriwa.
na sio vizuri kwao kuchanganya aina nyingi ya wanga ndani ya chakula chako cha au mlo wako mmoja kwa wakati mmoja. Na sasa katika hitimisho la somo letu la kuhusiana na vyakula vya wanga kwa siku ya leo ni kwamba wanga ndio chanzo kikuu cha nishati ndani ya mwili yetu na huchukua jukumu muhimu sana katika utendaji wa ubongo, upumuaji na kazi zingine zote ambazo nimeshazitaja hapo awali. Na vyakula hivi vya wanga vinapochaguliwa kwa hekima, kama vile nafaka, matunda, mboga na aina za kunde, hizo hutoa virutubishi muhimu sana na nyuzi na nishati endelevu ndani ya mwili. Hata hivyo, ulaji mwingi wa wanga uliokobolewa na sukari unaweza kuchangia kuongezeka kwa uzito wako, na pia inaweza kuleta kisukari na shida zingine za kiafya. Kwa hivyo, wanga kwa asili si mbaya au sio nzuri kwa asili, lakini ubora wake, wingi na usawa huamua athari zake kwa afya yako. Kwa kumbe wanga sio mbaya wala sio nzuri, inategemeana na matumizi yako na wingi wake. Kwa kama ukitumia kulingana na ambavyo imeshauriwa, wanga itakuwa ni nzuri sana kwa afya yako. Lakini ukitumia tofauti na hapo, ama ukatumia wanga ambazo zinadhuru afya yako ama zinaleta madhara ya afya yako, basi wanga hii haitakuwa nzuri kwako. Kwa ufupi ni kwamba wanga sio adui, lakini ni aina na kiasi ambacho ni muhimu tu ndani ya mwili wako. Kwa wanga ni muhimu kwa maisha yako, lakini kuchagua vyanzo vya asili ambavyo havijachakatwa na kuvitumia kwa kiasi ndio ufunguo wa ulaji bora. Ombi letu kwa siku ya leo, wakati tunafunga somo letu kwa siku hii ya leo ambayo ni siku ya pili, ni moja, na kila mtu liwe ni ombi lake. Kabla hatujaomba ombi hili, kama kutakuwa kuna maswali waweza kuuliza kuhusiana na mada, ama kuna sehemu ambayo haujaelewa, ama kuna kitu ambacho unahitaji kuchangia, waweza pia kuongeza. Darasa lipo huru, halijabanwa ama kutokuruhusu nyongeza ama maswali. Ombi letu kwa siku ya leo ni kwamba tumuombe Mungu katika maombi ya shukrani kwa chakula. Ndilo ombi letu. Kwa hiyo tukiwa tunaomba kwa ajili ya maombi ya shukrani ya chakula, tuombe kama hivi: Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa chakula unachonipatia kila siku. Naomba unibariki nikitumiapo ili kiwe chanzo cha nguvu na afya njema ndani ya mwili wangu. Na wote tuseme amina. Mwenyezi Mungu awabariki sana mnapochagua afya bora na mnapochagua kula vyakula kwa namna ambayo ni njema zaidi kiafya, na kwa namna ambayo itakuwa inawapatia maisha yaliyo bora. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tukutane hapo kesho panapo majaliwa. Asanteni sana.